Naitwa Dr. Rajab Mketo, ni mkuu wa idara ya utabibu kutoka Chuo cha Afya cha City kilichopo Chanika, Ilala, Dar es Salaam. Leo katika kipindi hiki kifupi cha afya yangu kutoka na Kivona Media, tutaenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa Mpox. Tutaenda kuona ugonjwa wa Mpox ni nini, chimbuko lake, lakini pia tutaona dalili za ugonjwa huu, lakini pia tutaenda kugusia ni namna gani unaweza kujiepusha na ugonjwa huu wa Mpox. Ugonjwa wa Mpox uligundulika mwaka 1958. Ugonjwa huu uligundulika nchini Denmark. Yani tafiti za ugonjwa huu ulifanyika nchini Denmark kwa kutumia mnyama nyani, yani monkey alitumika kwenye tafiti hizi. Na ndio maana ukiangalia neno Mpox, Mpox ni msamiati ambao ndani yake kuna misamiati miwili. Yani kuna M imesimama badala ya monkey, alafu kuna pox. Pox ni term ya Kiingereza. Kwa lugha ya Kiswahili ya kawaida ni vipele vidogo vidogo au ni vidonda vidogo vidogo. Kwa hiyo monkeypox ndio imeleta neno. Shirika la Afya Duniani wakabadilisha kutoka monkeypox kuwa Mpox disease. Na walifanya hivi kwa ajili ya kuondoa unyanyapaa. Yani mtu unapopata ugonjwa huu badala ya kuambiwa kwamba unaumwa monkeypox disease, ukiambiwa Mpox disease, kidogo kuna namna inakuondolea hali fulani ya kujisikia inferior. Kwa hiyo Mpox ni maneno mawili, monkeypox na uliitwa monkeypox kwa sababu ya tafiti zilizofanyika mwaka 1958 nchini Denmark. Alitumika mnyama nyani monkey kwenye tafiti hizi. Kwa hiyo ugonjwa huu kwa Afrika mnamo mwaka 1970 ziliripotiwa cases, wagonjwa kadhaa ambao waligundulika na ugonjwa huo wa Mpox disease nchini Kongo. Kwa hiyo Kongo ilikuwa ndo nchi ya kwanza Afrika kuwa na cases, kuwa na wagonjwa wa Mpox. Kwa hiyo ni ugonjwa wa muda mrefu. Mpox disease ni ugonjwa wa muda mrefu sana, na ni ugonjwa ambao ni tishio kwa sababu ya complications, madhara yake. Sasa zipi dalili za ugonjwa huu wa Mpox? Dalili za ugonjwa wa Mpox ni zipi? Ziko dalili nyingi, lakini nitaomba nitaje dalili chache za ambazo ni common katika ugonjwa huu. Dalili ya kwanza ni kupata homa, yani unaweza ukapata fever, homa kali. Lakini dalili nyingine ni kujisikia uchovu sana. Unaweza kuwa unapata general body malaise, unakuwa unajisikia uchovu sana na mwili unakosa nguvu. Lakini dalili nyingine ni kutokwa na vipele vidogo vidogo ambavyo baadaye vinakuja vinaongezeka ukubwa na huenda vikawa vinapasuka, vinatengeneza vidonda vidogo vidogo. Lakini pia dalili nyingine kusikia maumivu makali sana ya kichwa, na kupata fatigue, kujisikia kuchoka sana. Hizo ni miongoni ni baadhi ya dalili za ugonjwa huu wa Mpox disease. Ni vitu gani hatarishi? Yani ni vitu gani vinaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu wa Mpox? Kwa kifupi ni kwamba ugonjwa wa Mpox unaambukizwa, ni ugonjwa ambao unaweza kuambukizwa kutoka kwa mnyama aliyeathiriwa kwenda kwa binadamu. Yani mnyama ambaye tayari ameshaathirika na ugonjwa huu wa Mpox disease, mnyama huyu anaweza akatransmit kwenda kwa binadamu. Lakini pia ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu, yani kutoka kwa binadamu aliyeathirika kwenda kwa binadamu mwingine. Kwa hiyo vitu hatarishi, moja ni wanyama. Kwa mfano wanyama wa nyumbani, wanyama kama vile paka, lakini pia kuna wanyama wengine kama vile panya. Lakini wanyama wa polini pia wanaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu wa Mpox.
Na ideally ni kwamba sio kwamba kwa sababu ugonjwa huu unaitwa monkeypox disease ni kwamba umetoka kwa nyani. Hapana, yani umetoka kwa nyani. Nyani ndo transmitter mkubwa, au yeye ndo alikuwa mbebaji wa hivi virusi vya monkeypox virus. Hapana, ugonjwa huu unaweza kusababishwa na kiumbe yoyote wa polini. Kiumbe yoyote anaweza kuathiriwa na anaweza kuambukiza, kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba tafiti zilizowahi kufanyika mwaka 1958 zilifanyika kwa mnyama nyani, monkey. Kwa hiyo waliamua kuita ugonjwa huu monkeypox kwa sababu nyani ndo aligundulika ameshaathiriwa, yani virusi wamemwathiri nyani. Kwa hiyo wakaamua kuita monkeypox kwa sababu pia ya dalili ambazo zinaweza kujitokeza upindi unapokuwa umeathiriwa na ugonjwa huu. Naam, sasa ni vitu gani ambavyo vinaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu wa mpox? Yes, mpox disease. Sasa kama ambavyo nimesema awali kwamba ugonjwa huu, tafiti ambazo ziliwahi kufanyika mwaka 1958 nchini Denmark, ugonjwa huu uligundulika kwa mara ya kwanza, uligundulika kwa mnyama nyani, yani monkey. Na ndio jina la monkeypox disease lilitokea hapo. Lakini haimaanishi kwamba wanyama wengine hawawezi kuathiriwa na wakaambukiza. Kwa hiyo kuna wanyama kama vile ambao tunawafuga majumbani kama vile paka, lakini pia kuna sometimes hata panya pia, lakini pia kuna wanyama wengine wa polini wanaweza kuwa ni sababu ya kuambukiza au kuwa ni sababu ya wewe kupata maambukizi haya ya virusi huyu ambaye anaweza kuambukiza ugonjwa huu wa mpox, yani monkeypox virus. Kwa hiyo risk factor ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho ni hatarishi ni tabia ya kucheza na wanyama au kushika wanyama, kuwa na contact na wanyama. Lakini pia kuwa na contact na ukaribu, kushikana mkono na mtu ambaye ameshaathiriwa. Inaweza kuwa umeshikana naye mkono au umekaa naye karibu akapiga chafya. Kwa hiyo zile droplets, yale majimaji ambayo yanatoka kwenye pua yake anapopiga chafya, yanaweza kukuweka kwenye hatari kwa asilimia kubwa sana ukapata maambukizi haya ya mpox virus au monkeypox virus, na baadaye ukajikuta umeshaanza kupata ugonjwa huu wa mpox disease. Kwa hiyo kujiweka karibu na wanyama, lakini pia kuwa karibu na kumshika au kushikana na mtu ambaye ameshaathiriwa na ugonjwa huu, kwa sababu hata kwa njia ya ngozi pia unaweza kupata maambukizi haya ya monkeypox virus. Lakini pia kama ambavyo nimesema pia katika kipindi hiki kwamba ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa mwingine, binadamu ambaye ameshaathiriwa na ugonjwa huu. Kwa hiyo vitu kama vile kushare vitu vyenye ncha kali, au kushare vitu kama vile mataulo au nguo, mtu ambaye ameathiriwa na ugonjwa au pengine haujui status yake, ametoka kuoga, ukashare lile taulo au kitambaa cha aina yoyote, au pengine kitambaa ambao tunatumia kufutia majasho, akakupatia na wewe ukashare kile kitambaa, na kama ameathiriwa na ugonjwa huu wa mpox, unaweza ukajikuta huko kwenye hatari ya kupata maambukizi haya ya ugonjwa huu wa mpox disease. Lakini nikupe faida kidogo kwamba kwa Afrika, nchi ambayo inaongoza kwa maambukizi ya ugonjwa huu wa mpox disease ni nchi ya Kongo. Sasa ziko articles mbalimbali, kuna researches mbalimbali ambazo zinaonesha kwamba kwa Afrika takriban nchi 20 ni known, yani takriban nchi 20 zina wagonjwa wa ugonjwa huu wa mpox disease. Lakini katika nchi hizo, nchi ambayo inaongoza ni nchi ya Kongo, na tafiti zinaonesha kwamba nchi ya Kongo ziko sababu kadhaa, ikiwemo sababu ya kijiografia. Kongo ni miongoni mwa nchi ambazo zina misitu mikubwa sana,
na katika misitu hiyo kuna watu ambao wanatumia misitu hiyo kwa ajili ya uwindaji, kwa ajili ya kujipatia chakula. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ikiwa wanyama wanaweza kusimama kama visababishi vya ugonjwa huu wa mpox disease, basi watu hawa wanakuwa kwenye hatari kubwa sana kupata ugonjwa huu. Lakini pia sababu nyingine ni sababu za kipolitics, sababu za kisiasa. Kongo ni nchi ambayo maeneo mengi yamekuwa na vita kwa muda mrefu sana, kitu ambacho kinafanya miundombinu ya maeneo hayo iwe ni hafifu, iwe ni mibovu, ikiwemo hospitali na vitu vingine ambavyo raia wa kule wangeweza kuwa wananufaika kwa kiafya. Kwa hiyo vita ya muda mrefu imeweza kuleta athari kubwa sana, athari mbaya, kitu ambacho hata baadhi ya wananchi wanashindwa kuweza kupata huduma kwa wakati, lakini pia na wakati mwingine hata kukosa huduma za kiafya, kitu ambacho kinafanya ugonjwa huu uweze kuspread, usambae katika eneo kubwa sana nchini Kongo. Sasa ukiachana na visababishi kama ambavyo nimevitaja hapa, ni namna gani ambavyo unaweza ukafanya ili kuweza kujiepusha na ugonjwa huu wa mpox disease. Moja, kuwa na tabia ya jiwekee utaratibu wa kunawa mikono mara kwa mara. Lakini pia jiepushe kupeana mikono na mtu ambaye pengine haufahamu status yake, kama tayari ameshapata maambukizi haya. Na kuna kitu kitaalamu tunakiita incubation period. Incubation period ni kipindi ambacho umepata maambukizi, yani kuanzia siku ambayo umepata maambukizi mpaka unapata dalili. Kwa mpox disease, kwa ugonjwa huu ni kuanzia siku 5 mpaka 21. Yani kama leo umepeana mkono na mtu ambaye ameathiriwa na ugonjwa huu, ukawa acquire wale virusi, monkeypox virusi, wale vimelea, ni utachukua siku 5 mpaka siku 21. Kwa maana kwamba siku 5, siku ya 6, siku ya 7, au mwingine unaweza ukafika siku ya 10 ndio ukaanza kupata dalili, mwingine siku ya 20 ndio ukaanza kupata dalili. Kwa hiyo inategemea pia na uimara wa kinga yako. Kama kinga yako iko strong sana, unaweza ukashangaa unakaa mpaka wiki 2 ndio unakuja kupata dalili. Lakini kama kinga yako ni dhaifu, unaweza ukashangaa siku 5 au 6 umeanza kupata dalili, na wakati mwingine hata isifike hizo siku 5 ukajikuta tayari umeanza kupata dalili hizi za ugonjwa huu wa mpox disease. Na ifahamike kwamba ugonjwa huu wa mpox disease, ugonjwa wa mpox hauna tiba maalum. Yani hauna dawa ya kuponyesha tatizo hili, dawa specific haipo. Isipokuwa mgonjwa anapokuja hospitali tunatibu dalili, yani dalili ndo tunazotibu sisi. Kama amepata maumivu, anapata maumivu makali ya mwili, tunatibu maumivu. Lakini pia kama amepungukiwa na maji, tunatibu pia dehydration, kwa hiyo tunamwekea maji. Kwa hiyo tunachokifanya sisi tunakutibu dalili, ugonjwa huu unapona wenyewe. Lakini kwa mtu ambaye kinga yake iko chini sana, kwa mfano wagonjwa waathirika wa virusi vya ukimwi, ambao katika kundi hili kuna lile kundi ambalo ni waathirika wa virusi vya ukimwi lakini hawatumii dawa au hawatumii dawa kwa ufanisi, kwa maana kwamba watu hawa wanakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kinga yao kuwa chini zaidi. Kwa hiyo watu hawa wanakuwa kwenye hatari zaidi wanapata ugonjwa huu wa mpox. Watu wanaweza wakaathiriwa vibaya sana kuliko mtu wa kawaida. Narudia tena, mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi au mtu mwenye ugonjwa mwingine wowote ambao unashambulia kinga ya mwili au unahusiana na kushuka kwa kinga, anapopata maambukizi haya ya monkeypox virus au ugonjwa huu wa mpox, anakuwa kwenye hatari ya kupata madhara makubwa zaidi kuliko mtu wa kawaida. Na miongoni mwa madhara ambao anaweza kuyapata ikiwemo pneumonia. Kuna kitu tunakiita secondary infection. Yani alipata maambukizi haya ya monkeypox virus, akaanza kuugua mpox disease, anakuwa kwenye hatari ya kupata maambukizi mengine kupitia ugonjwa huu. Kwa mfano, kupitia vipele ambao anakuwa navyo kwenye ngozi, vipele vile baadaye vinakuja vinatumbuka, vinatengeneza kama blisters.
kama malengelenge, vinakuja vinatumbuka, vinatengeneza vidonda. Vidonda vile vinakuwa ni entry, ni kama njia ya infectious agents wengine, vimelea wengine kuweza kuingia katika vipele vile, na baadaye mtu akajikuta anaingia kwenye matatizo mengine ikiwemo kupata mchafuko wa damu sepsis, lakini pia anaweza akajikuta anapata magonjwa ya mfumo wa hewa kama vile homa ya mapafu, pneumonia, lakini pia anaweza akajikuta hata anapata shida kwenye ubongo, anaweza akajikuta anapata maambukizi pia, infection kwenye ubongo. Kwa hiyo nitoe rai na nishauri jamii kuweza kuchukua hatua ambazo zimekuwa zikitolewa na wataalamu wa afya, hatua ambazo zimekuwa zikitolewa measures na Wizara ya Afya iliyopo chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba moja, tujiepushe kupeana mikono sana sana na mtu ambaye haumfahamu, lakini kwa lengo la kujikinga ni vyema ukajiepusha kutoa mikono kwa watu wengine, lakini pia kuwa na utaratibu wa kunawa mikono mara kwa mara, lakini pia jiepushe contact na wanyama. Inaweza kuwa unafuga mbuzi au unafuga paka nyumbani, paka wako kuna muda anatoka anaenda kukutana na wanyama wengine, inakuwa ni hatari. Paka yule atakaporudi kuweza kuwa na contact naye ukamshika, unaweza kujikuta unajiweka kwenye hatari ya kupata maambukizi hayo ya monkeypox virus. Naomba nichukue fursa hii kuweza kushukuru wewe ambaye umetenga muda wako kunisikiliza mimi kwenye kipindi hiki kilichotukuka cha afya yangu. Naomba tukutane kwenye kipindi kijacho. Kwaheri.